Hadithi ya Emma na Ethan, Kiswahili katika karamu ya familia, mahali ambapo kicheko kilijaza hewa na kiburi kilijaza kifua chake. Ethan alimtemea mate mkewe, akimwita asiye na thamani mbele ya watu wote. Hakujua kwamba mwanamke aliyemvunjia heshima alikuwa mmiliki wa kampuni ile ile ambayo wazazi wake walikuwa wametumikia kwa miongo mingi. Kwake yeye, Emma alikuwa mzigo tu, kosa alilojuta kuoa. Lakini kwa wengine wote waliokuwa wakitazama, hasa wale waliolijua siri yake, alikuwa nguvu iliyofungwa katika ukimya, nima iliyoficha radi. Kwa nini basi alitabasamu badala ya kupigana? Na alifanya nini baadaye ambacho kilimfanya mumewe mwenye kiburi na familia yake yote wapige magoti mbele yake? Kama unapenda hadithi hii, tafadhali bonyeza kitufe cha kupenda na ujisajili ili upate hadithi zaidi za kushangaza kama hii. Tunatoa maudhui mapya kila wiki. Chandelier ya fedha ilimetameta juu ya meza ndefu ya mahogani, ikiakisi sahani nzuri na tabasamu za kiburi za familia ya Ethan. Alijiegemeza kwenye kiti chake, mkono wake ukimzunguka mchumba wake mpya, Vanessa. Kijana asiye na dosari, na sauti kubwa kwa njia zote ambazo Emma hakuwa. Emma alikaa mwisho wa meza, mikono imekunjwa vizuri kwenye paja lake, kiti chake cha magurudumu kimefichwa kimya chini ya meza. Macho yake yalimetameta chini ya taa laini, si kutokana na machozi, bali kutokana na kujizuia. Labda kama usingekuwa usio na faida, Ethan asingekuacha, Vanessa alidhihaki, akizungusha glasi yake ya mvinyo. Kicheko kilienea kwenye meza. Mama wa Ethan akicheka, baba yake akiepuka mawasiliano ya macho, na Ethan mwenyewe akitabasamu kama mtu anayejisikia kushinda. Sauti ya Emma ilikuwa laini na sawa. Jihadharini mnachoita kisichofaa, Vanessa. Baadhi ya vitu vina thamani zaidi kuliko unavyoweza kupima. Ethan alipiga kinji chake juu ya meza. Thamani? Umekuwa ukitegemea familia yangu kwa miaka mingi, Emma. Usianze kujifanya una maana. Na ndipo alipoifanya. Aliinama mbele, akamtemea karibu na sahani yake, na kunung'unika, unanichukiza. Chumba kilikuwa kimya. Mwangwi wa aibu ile ulibaki kama harufu mbaya. Emma hakutetemeka, hakulia. Alimtazama tu kwa utulivu na ukimya, kana kwamba alikuwa akikumbuka uso wake kwa mara ya mwisho. Katika wakati ule, kujizuia kwake kulikuwa na kutisha zaidi kuliko hasira. Macho yake yalianguka kwenye pete yake. Pete ile ile aliyejinunulia mwenyewe baada ya arusi yao, kwa sababu Ethan hakuweza kununua wakati huo. Alikuwa amesahau usiku ule katika ghorofa yao ndogo, wakati alifanya kazi mara 2 ili kulipa ada yake ya chuo kikuu. Amesahau jinsi alivyouza kikuku cha urithi cha mama yake ili kumsaidia kuanzisha biashara yake ya kwanza. Wakati huo, alikuwa akimwita muujiza wake. Sasa alikuwa aibu yake. Samahani, Emma alisema kwa upole, akisukuma kiti chake nyuma kutoka kwenye meza. Nadhani nimechoka na karamu za misaada. Alipozunguka, Vanessa alicheka. Kimbia, mpenzi. Usichambue sakafu. Kicheko kilimfuata nje kama fisi wakimfukuza mawindo. Lakini mara tu alipofika nje, chini ya hewa baridi ya usiku, utulivu wa Emma ulivunjika. Mikono yake ilitetemeka alipokuwa akirekebisha shali yake. Maumivu hayakutokana na matukano. Alikuwa ameshazoea kuumizwa na maneno ya Ethan. Ilikuwa kutokana na uchungu wa kejeli kwamba watu waliokuwa wakimdhihaki hawakujua jina lake lilikuwa limechapishwa kwa dhahabu juu ya mishahara ya familia yao. Coleman Industries, kampuni yake, urithi wa baba yake. Kampuni ile ile ambayo wazazi wa Ethan walikuwa wametumikia kama wahasibu wakuu kwa miaka. Watangaid. Kampuni ile ile ambayo Ethan alikuwa amemdhihaki Emma kwa kutoelewea biashara. Midomo yake ilipinda katika tabasamu finyu. Hujui kweli, sivyo Ethan? Alinung'unika. Usiku huo, alipofika nyumbani, alisukuma kiti chake kwenye picha kubwa ya baba yake aliyefariki iliyokuwa imening'inia kwenye chumba cha masomo. Macho yake ya huruma yalionekana kumtazama, makali na busara na kujua. Nilishika ahadi yako, baba, alinung'unika.
Niliolewa kwa upendo, lakini upendo ulibadilika kuwa huruma, na huruma ikabadilika kuwa sumu. Kumbukumbu ilimpiga akilini. Siku ya ajali, mvua, matairi yakilia, ladha ya damu, sauti ya Ethan ikipiga kelele jina lake. Aliamka hospitalini akikuta macho yake tayari yalikuwa mbali, mikono yake baridi. Ndani ya miezi michache, joto lake lilibadilika kuwa wajibu, kisha chuki. Aliachisha kumgusa, aliachisha kumwona, na wakati mwisho alipotoka, aliacha chini tu ujumbe. Sio hata kwaheri, tu siwezi kuishi hivi tena. Alidhani kwamba hiyo ilikuwa mwisho mpaka alipuna tangazo la uchumba miezi do baadaye. Ethan na Vanessa. Dunia ilimwona mwanamke mwenye msiba aliyetelekwa, lakini Emma alijua zaidi. Huu ulikuwa mtihani wa uvumilivu na wake ulikuwa ukimalizika. Usiku ule, alimpigia simu mtu ambaye hakuzungumza naye kwa miaka mingi. Mark Dillard, wakili wa zamani wa baba yake. Emma, toni yake ilichukua mshangao na udadisi. Imekuwa muda mrefu. Niko tayari Mark, alisema kwa utulivu. Ni wakati wa kuandika upya bodi ya Coleman Industries. Una uhakika? Aliuliza. Mara hii ikianza, hakuna kurudi nyuma. Macho yake yaliganda. Sitaki kurudi nyuma. Na wakati radi ilipopiga nje ya ikulu yake, mfano wake kwenye kioo ulionekana wa kigeni. Mwenye msimamo, mvumilivu, hatari. Kwa mara ya kwanza tangu ajali yake, Emma hakujisikia amevunjika. Alijisikia na nguvu. Asubuhi iliyofuata, mwanga wa jua ulipenya kupitia madirisha marefu ya chumba cha masomo cha Emma. Sauti ya muziki wa classical ilijaza hewa alipokuwa akikagua faili zilizotandikwa kwenye dawati lake. Taarifa za kampuni, hati za umiliki, na mikataba iliyosainiwa. Kila karatasi ilikuwa ukumbusho wa kile ambacho Ethan hakuwahi kujifunza. Alidhani alikuwa mkidhaifu tu aliyenaswa kwenye kiti cha magurudumu. Lakini alikuwa mmiliki mkubwa wa hisa za Coleman Industries, jengo la dola bilioni ambalo liliwafanya familia yake waajiriwe na jina lao kuheshimiwa mjini. Emma alibonyeza kitufe kwenye interkamu yake. Lydia, mlete Bwana Dillard. Mara baadaye, Mark Dillard aliingia, mkoba mkononi. Nywele zake za chumvi na pilipili na macho makali yalichukua miongo ya uaminifu kwa familia ya Coleman. Emma, alisema kwa kutikisa kichwa kwa upole. Nimeandaa hati muhimu za muundo mpya. Mara tu utakaposahihi, utakuwa na mamlaka kamili juu ya maamuzi ya utendaji, ikiwa ni pamoja na kusitisha ajira. Midomo yake ilikamatana. Kamilifu. Mark alisita. Unakwenda kufanya kweli? Aliinua macho, sauti yake ya utulivu ikificha dhoruba iliyo ndani. Walinitemea mate kana kwamba nilikuwa vumbi chini ya viatu vyao, Mark. Ethan alinidhihaki mbele ya watu wote. Na sehemu mbaya zaidi, hajui hata kwamba anadaiwa kila mshahara, kila mafanikio, kila kipande cha kiburi cha familia ile kwangu. Mark alihema, akifungua folda. Basi tuanze. Wakati kalamu ilipokuwa ikielekea kwenye kurasa, Emma alihisi kitu kikibadilika ndani yake. Kila sahihi ilikuwa mstari uliochorwa kati ya alivyokuwa mnyenyekevu aliyetamanika upendo na alivyokuwa akiwa mwanamke aliyeundwa kutoka kwa udanganyifu. Wakati alipomaliza kusahihi, hakukuwa na kurudi nyuma. Ni taratibu mkutano wa bodi kwa Ijumaa, Mark alisema, akifunga vitu. Ethan na wazazi wake watakuwepo, sivyo? Lo, watakuwepo. Emma alijibu kwa upole, tabasamu finyu likigusa midomo yake. Hawatajua tu kwa nini. Baadaye siku hiyo, alisukuma kiti chake cha magurudumu kwenye balkoni iliyotazama bustani yake kubwa. Upepo ulichukua harufu ya magnolia, ua uliopendwa na mama yake. Maumivu ya upole yalijaza kifua chake alipoikumbuka maisha aliyowahi kuota na Ethan. Nyumba iliyojaa kicheko, labda watoto, machweo ya pamoja. Daima ilikuwa imedumu miaka fimba. Simu ilibuzz kando yake, ikimrudisha uhalisia. Ilikuwa ujumbe kutoka kwa msaidizi wake, Lydia. Lydia. B. Coleman, Bwana Ethan amepiga simu. Alisema anataka kujadili pendekezo la biashara nawe binafsi. Macho ya Emma yalimetameta kwa shauku.
Ethan hakujua kwamba Bi Coleman alikuwa nani kwa kweli. Kwake yeye, alikuwa mtendaji asiyejulikana tu nyuma ya kampuni yenye nguvu. Panga mkutano, Emma alituma ujumbe. Kesho asubuhi ofisini kwangu. Siku iliyofuata, Ethan aliingia kwenye ukumbi wa Coleman Industries na Vanessa akimshikilia mkono. Alivaa vizuri, ujasiri ukimwagika kutoka kila hatua. Hakujua kwamba kila mfanyakazi aliyekuwa akisujudu kwa heshima alipopita alikuwa akimtazama kwa siri, mke aliyemvunjia heshima akiandaa kuanguka kwake. Waliongozwa hadi ghorofa ya juu ambapo Emma alikuwa akingoja nyuma ya dawati kubwa la mahogani. Ethan alipoingia, tabasamu lake lilisita. Mdomo wake ulifunguka kidogo. Emma, Vanessa aliblink, akichanganyikiwa. Subiri, wewe ndiye mtendaji tunayekutana naye? Tabasamu la utulivu la Emma halikubadilika. Habari ya asubuhi, Ethan. Vanessa, tafadhali kaeni. Mkanganyiko wa Ethan uliyeyuka kuwa uchungu. Hii ni nini? Nilikuja kukutana na mkurugenzi mkuu. Unakutana naye? Emma alikatiza kwa upole. Uso wa Vanessa ulipoteza rangi. Wewe ni mkurugenzi mkuu? Emma alikunjua mikono yake vizuri. Mmiliki mkuu wa hisa na mwenyekiti. Kwa kweli, unakaa ofisini kwangu. Ukimya uligongana kati yao. Taya ya Ethan ilikamatana, kiburi chake kikigeuka kuwa kutokuamini. Haiwezekani, alitemea. Wewe ni kilema. Ndio, alimaliza kwake. Toni yake ilikuwa imara, bila kutetemeka. Naam, nilipoteza miguu yangu, si akili yangu. Mkono wa Vanessa uliteleza kutoka mkono wa Ethan. Mtazamo wa Emma ulitia mkali. Ulikuja hapa na pendekezo la biashara, sivyo? Kitu kuhusu kupanua kampuni yako mpya ya ujenzi. Ethan alijaribu kupata utulivu wake. Ndio, ni fursa nzuri kwa Coleman Industries. Ninakataa, Emma alisema kwa uwazi. Nini? Sifanyi biashara na watu wanaonitemea mate, alisema, sauti yake ya utulivu lakini inakata. Unaona Ethan, usiku jana haukuwa aibu, ilikuwa ufunuo. Ulinionyesha hasa wewe ni nani. Sasa ni zamu yangu. Vanessa alisimama akitetemeka. Emma, tafadhali, huwezi. Lo, naweza, Emma alijibu kwa baridi. Kuanzia sasa hivi, wazazi wako, Ethan, wanasitishwa ajira kwenye kampuni hii. Malipo ya kufukuzwa yatashughulikiwa mwisho wa wiki. Uso wa Ethan uligeuka mwekundu. Huwezi kuwafukuza wazazi wangu. Wamefanya kazi hapa maisha yao yote. Macho ya Emma yalilaini kidogo. Ndiyo, na walipaswa kuwa bora kuliko mwana aliyemvunjia heshima mwanamke anayewekea sahihi hundi zao. Ethan alikaribia, sauti ikitetemeka kwa hasira. Unadhani hii inakufanya uwe na nguvu? Utajuta. Emma alinama mbele, sura yake isiyosomeka. Tayari nimejuta kwa miaka mingi, lakini sio tena. Usalama uliingia kwa ishara yake ya kimya. Vanessa alishika pumzi walipowazuia wenzake nje. Ethan aligenka mara ya mwisho, macho yakiwaka kwa kiburi kilichoumizwa. Hii haijaisha, alibweka. Sauti ya Emma ilimfuata nje kama hariri juu ya chuma. Lo, Ethan, haijaanza hata. Mlango ulipofungwa, Emma alipumua kwa upole, mapigo ya moyo ya kimbio, mikono yake ikitetemeka, si kutokana na udhaifu, bali kutokana na kuachiwa huru. Kwa mara ya kwanza, hakuwa mwanamke aliyetelekwa na Ethan, alikuwa mwanamke ambaye Ethan hangemwona akija, na huu ulikuwa mwanzo tu. Sehemu ya pili. Kisasi kinaanza. Wiki mbili zilipita tangu mkutano ule wa bahati mbaya, na habari za mlipuko wa Ethan katika Coleman Industries zilienea kama moto wa kichaka katika mzunguko wa biashara wa jiji. Kile ambacho awali kilikuwa ni kisifu cha kunong'onezwa kwa kampuni yake mpya ya malengo makubwa kilizuka kuwa uvumi uliojaa dharau. Emma hakuhitaji kusema mengi. Aliruhusu ukweli uene peke yake. Alichofanya ni kutoa muhtasari mmoja tu wa ndani kupitia idara ya PR ya Coleman. Kuanzia sasa hivi, bodi ya Coleman Industries imesitisha ushirikiano wote na Ethan Parker Construction kutokana na ukiukaji wa maadili na uadilifu wa kitaaluma. Muhtasari haukutaja tukio la karamu au udanganifu wake. Haukuhitaji. Katika jiji lililojengwa juu ya sifa,
Ukimya pamoja na ishara ya kashfa ulikuwa na sauti kubwa kuliko ushahidi. Simu ya Ethan ilibuzz bila kusimama na wawekezaji wenye hasira na wakandarasi wakijiondoa kwenye mikataba. Ikulu aliyowahi kumtembeza Vanessa ilianza kuhisi kama mtego. Emma yuko nyuma ya hii, Ethan alipiga kelele, akibwaga simu yake juu ya kaunti ya marbles. Anaharibisha sifa yangu. Vanessa alitetemeka. Ethan, labda kama ungekuomba radhi tu. Kuomba radhi? Alibweka, akimgeukia. Kwake yeye baada ya kila kitu alichokifanya? Anamiliki nusu ya jiji hili sasa, Vanessa alinung'unika. Ulisema alikuwa dhaifu, ulisema hangewahi kupigana. Taya ya Ethan ilikamatana. Ana bluff, lakini hakuamini maneno yake mwenyewe tena. Upande wa pili wa jiji, Emma alikaa katika ofisi yake ya nyumbani. Macho yalilenga skrini ya laptop yake akitazama ripoti ya kifedha ya moja kwa moja. Hisa za kampuni ya Ethan zilikuwa zimeshuka 20% katika siku moja. Lydia, msaidizi wake, aliingia na vikombe viwili vya chai. Umefanya. Anaanguka haraka kuliko tulivyodhani. Emma hakutabasamu. Hapana, alisema kwa utulivu. Bado hapana. Sauti yake haikuwa na chuki, ilikuwa na usahihi tu. Kama daktari wa upasuaji akikata uozo. Maneno ya baba yake yalirudia akilini mwake. Nguvu haipigi kelele Emma, inasema kwa sauti ya chini, na wenye busara wanasikiliza. Alikuwa amemaliza kusema kwa sauti ya chini. Jioni hiyo, alifungua folda iliyoandikwa Vanessa, mambo ya kisheria. Ndani kulikuwa na nyaraka zinazoeleza jinsi Vanessa alivyobanua sifa ili kupata kazi yake ya awali katika kampuni pinzani, siri ambayo Ethan hakujua. Emma alikuwa ameigundua miaka iliyopita, lakini alificha nyuma wakati alipoamini kwamba upendo ulikuwa muhimu zaidi kuliko kisasi. Sasa ilikuwa ni nguvu ya kuzozana. Aliandika kidokezo kisichojulikana kwa idara ya HR ya kampuni, akiambatanisha ushahidi ulioskaniwa. Ndani ya masaa 48, jina la Vanessa lilikuwa trending mtandaoni. Vanessa Moore amefukuzwa kwa kashfa ya ulaghai wa vyeti. Ifikapo Ijumaa, wanahabari walikuwa wamezunguka nyumba yao. Washirika wa biashara wa Ethan walikataa kupokea simu zake. Wateja waliondoa mikataba. Jengo alilojenga juu ya kiburi lilikuwa likioza chini yake. Lakini bado, Emma hakutosheka. Kisasi hakikuwa kuhusu uharibifu, kilikuwa kuhusu somo. Wikendi hiyo, alikaribisha gala ya misaada chini ya jina la Coleman Industries. Watukufu wa jiji walihudhuria, wale watu waliopita wakimdharau kwa kuwa mke kilema. Wakati huu alifika katika gauni la fedha la kifahari. Kiti chake cha magurudumu kilikuwa kimepangwa kwa krome na ngozi nyeupe laini. Kamera zilimulika. Umati ulikuwa kimya alipoingia. Je, ni yeye? Mtu alinung'unika. Anaonekana ajabu. Umesikia alichomfanyia Ethan? Emma alitabasamu kwa neema, akitikisa kichwa waandishi wa habari walipokimbilia. B. Coleman, je, ni kweli kwamba wewe ndiye mmiliki pekee wa Coleman Industries sasa? Ndio, alijibu kwa utulivu. Nilichukua baada ya ushirikiano fulani usiokuwa na maadili kugunduliwa. Ilikuwa chambo kamili. Saa moja baadaye, Ethan alifika bila kualikwa, amechanganyikiwa na hasira. Usalama walijaribu kumzuia, lakini Emma aliinua mkono wake. Mwacheni aingie. Alitembea kwa kishindo kupitia ukumbi, sauti yake ikikusanya mwangwi. Unadhani kunivunjia heshima kuna kufanya bora, Emma? Unadhani pesa zinatengeneza miguu yako iliyovunjika? Kishindo cha kufoka kilienea kwenye umati. Kamera zilizunguka. Tabasamu la Emma halikupotea. Hapana, Ethan, alisema kwa upole, sauti yake imara. Pesa hazitengenezi miguu iliyovunjika, lakini zinaonyesha ni nani atasimama nawe wakati huwezi kusimama mwenyewe. Chumba kilikuwa kimya. Waandishi wa habari walinasa kila neno. Sura ya Ethan ilipata mabadiliko, hasira ikimwagika kuwa majuto. Huwezi kufanya hii hapa. Mimi sifanyi chochote, alikatiza. Unakifanya mwenyewe. Alionyesha kwa urahisi kwa kamera, umati, simu zinazorekodi, kila uongo alioambia, kila matukano aliyotupa, sasa yamekimbiliwa milele kwa ulimwengu kuona.
Vanessa alisimama mlangoni, wanja ukitiririka chini ya uso wake. Ethan, tafadhali acha, lakini hakuweza. Kiburi kilikuwa kimemeza unyenyekevu mdogo aliokuwa nao. Utajuta hii Emma, aliinama kichwa. Ulisema hivyo kabla, bado nasubiri. Alitoka kwa kishindo, akisukuma wanahabari kando. Taa za kamera zilimfuata usiku. Emma alipumua kwa upole, mikono yake ilitetemeka, lakini si kutokana na hofu, kutokana na kuachiwa huru. Wakati ambao alikuwa amewahi kuomba kukubaliwa kwake, radhi yake hakuwa na maana tena. Hakutaka majuto yake, alitaka amani. Gala ilipomalizika, alisukuma kiti chake kwenye dirisha kubwa linalotazama jiji. Mwanga ulimetameta kwenye skyline. Jengo alilojenga baba yake, jengo alilolitawala sasa. Mark alikaribia kwa utulivu. Ameharibika. Kampuni yake inasajili kufilisika wiki ijayo. Je, unaridhika? Macho ya Emma yaling'ara. Bado hapana, bado ana kitu kimoja. Kiburi chake. Nitakichukua cha mwisho. Mark alisita. Na kisha nini? Alitazama nje ya dirisha, sauti yake ya dhaifu. Kisha labda nitamsamehe. Nje, radi ilipiga tena, kama ilivyofanya usiku alipokuwa anaanza kisasi chake. Wakati huu tu, dhoruba haikumwogofya, ilimujibu. Kisasi chake hakikuisha, kilikuwa kinabadilika. Larrythriders, sehemu ya 3. Anguko la mwisho. Mvua ilinyesha usiku ule, matone ya pole kwanza, kisha kwa nguvu zaidi, kana kwamba mbingu yenyewe ilitaka kuosha dhambi zilizolowa jiji. Ndani ya penthouse yake yenye ukuta wa kioo, Emma alikaa karibu na moto, mwangwi ukiakisi picha ya fremu ya yeye na Ethan kutoka siku nzuri. Tabasamu lake liliangalia bila hatia wakati huo, limejaa ndoto, lakini alijua sasa lilikuwa limejengwa juu ya uongo na tamaa. Simu yake ilibuzz. Sauti ya utulivu ya Lydia ikaja kupitia. Bi Coleman, uhamishaji umekamilika. Ethan na Vanessa wamepoteza mali zao za mwisho za kampuni rasmi. Vyombo vya habari tayari vinapiga hadithi. Emma alitikisa kichwa kwa upole. Na ilani ya uzuiaji wa nyumba ilitolewa mchana wa leo, wana siku 3 kuhamia. Kwa muda mrefu, Emma hakusema chochote. Angeweza kuona karibu Ethan akitembea kwenye ikulu tupu, Vanessa akilia pembeni, wote wamevuliwa utajiri na sifa yao. Lakini hii haikuwa kuhusu hasara ya kimwili. Kisasi chake kilikuwa na uangalifu, lakini kilikuwa kuhusu kitu chenye kina zaidi. Ethan alimwacha alipokuwa amevunjika. Sasa alikuwa amevunja, kila kitu alichofikiri kilimfafanua. Hata hivyo, sehemu ya moyo wake ilitetemeka. Kisasi, liwe na haki kiasi gani, liliacha nafasi tupu nyuma. Bi Coleman, Lydia alisema kwa upole. Je, niendelee na tangazo la mwisho? Macho ya Emma yaliganda tena. Ndiyo, litume usiku huu. Upande wa pili wa jiji, Ethan alikaa katika chumba cha kuishi cha giza cha nyumba iliyokuwa mahali pake pa salama. Umeme ulikuwa umekwishwa masaa machache iliyopita kutokana na bili ambazo hazikuwalipa. Nuru ya mishumaa ilimetameta kwenye uso wake. Alivyokuwa na ujasiri, sasa umechoka kwa kukata tamaa. Vanessa alikaa kinyume chake. Wanja umesambaa. Gauni lake la kifahari la awali limekunjwa kutoka siku za kuvaa. Hii ni kosa lako, Ethan alinung'unika. Kosa langu? Vanessa alirushia kwa hasira, sauti yake kali kwa histeria. Wewe ndiye uliyefikiri unaweza kumvunjia heshima mwanamke anayemiliki nusu ya jiji hili. Uliniambia alikuwa dhaifu, ulisema hangewahi kupigana. Sikujua. Ethan alipiga kelele, akipiga ngumi juu ya meza. Alilificha kutoka kwangu. Vanessa alicheka kwa uchungu. Labda hakulificha, labda wewe hukujali kumwona. Ukimya uliofuata ulikuwa mzito, katili. Ethan alizama kwenye kochi, mikono yake ikifunika uso wake. Kumbukumbu za Emma zilimfurika. Kicheko chake cha kimya, jinsi alivyoamini ndani yake wakati hakuna mtu mwingine alifanya. Usiku ambao alibaki macho akimsaidia kuandaa mapendekezo kwa mikataba yake ya kwanza. Alikuwa amemtemea mate kwa mtu huyo huyo aliyemfanya. Mlango ulipigwa. Ethan aliuganda.
Vanessa alisita, kisha akaufungua, akifunua mtu wa utoaji akishikilia bahasha nyeupe. Kutoka Coleman Industries, alisema kwa ukali kabla ya kuondoka. Ethan aliirarua. Ndani kulikuwa na barua iliyochongwa na lakiri ya dhahabu ya kampuni. Macho yake yalisoma mistari, mikono yake ikitetemeka. Mpendwa Bwana Parker, akaunti zako binafsi na za kampuni zimekaguliwa na kupatikana kuwa na madeni ambayo hayajalipwa kwa Coleman Industries na taratibu zinazohusiana. Kuanzia sasa hivi, mali zote zilizobakia na mali za kiakili chini ya jina lako zinazuiliwa kama dhamana chini ya kifungu cha 14 cha mkataba wako. Coleman. Chini kulikuwa na dokezo lililoandikwa kwa mkono. Ethan, ulinifundisha kwamba udhaifu haustahili huruma. Ninarudisha somo tu. Karatasi iliteleza kutoka mkononi mwake. Alizama chini sakafu, macho yakiwa na kitu kati ya majuto na kutokuamini. Ameniharibisha, alinung'unika. Vanessa hakujibu. Alichukua mkoba wake tu na kutembea kuelekea mlangoni. Unaenda wapi? Ethan alidai. Kuishi, alisema kwa baridi. Kitu ambacho wewe hukunifundisha kufanya kamwe. Mlango ulifungwa nyuma yake, ukimwacha peke yake na mizuka yake. Sehemu ya 4. Amani badala ya kisasi. Asubuhi iliyofuata, jiji liliamka kwa vichwa vya habari vilivyosoma: Ethan Parker ametangazwa kufilisika. Mke wake wa zamani na mkurugenzi mkuu Emma Coleman anapata udhibiti kamili wa mali zake. Mtandao ulizunguka na maoni. Wengine waliita karma, wengine waliita haki ya kishairi, lakini wale waliolijua Emma kibinafsi walisema jambo moja tu: hatimaye amepata amani yake. Baadaye siku hiyo, Emma alihudhuria mkutano wa bodi. Wakurugenzi walipompongeza kwa ujumuishaji wa kimkakati, alitabasamu kwa adabu, lakini akili yake ilikuwa mahali pengine. Mkutano ulipomalizika, aliwaomba wote watoke isipokuwa Mark. Alimtazama kwa utulivu akitazama nje ya dirisha. Imekamilika, alisema kwa upole. Umelipiza kisasi kila kitu. Emma alimgeukia, macho ya mbali. Je, nimelipiza? Au nimejengea kifungo kingine tu? Wakati huu, cha ushindi badala ya huruma. Mark alisita. Ulimpenda mara moja. Ni kawaida kuhisi mgogoro. Alitazama mfano wa kiti chake cha magurudumu kwenye kioo. Alinivunja Mark, lakini sina hasira naye tena. Nina hasira kwamba niliruhusu ukatili wake kunifafanua kwa muda mrefu. Basi labda msamahani kisasi chako cha mwisho, alisema kwa upole. Alitabasamu kidogo. Labda. Jioni hiyo aliendesha, au zaidi Lydia alimendesha, hadi mahali ambapo kila kitu kilianza. Mkahawa mdogo ambapo yeye na Ethan walikutana miaka 10 iliyopita. Nuru ya neoni bado ilimetameta, harufu ya kahawa bado ya joto. Aliagiza kinywaji chake anachopenda, kahawa nyeusi na sukari 2, na kuacha kwenye meza mkabala naye. Kisha alinung'unika, kwaheri, Ethan. Mvua ilikuwa imesimama. Taa za jiji zilimetameta kwenye lami lenye unyevu kama almasi. Sehemu ya mwisho. Kuzaliwa upya. Asubuhi iliyofuata, habari ziliripoti kwamba Ethan Parker alipatikana bila fahamu katika nyumba yake iliyozuiliwa, akishikilia picha ya zamani, picha yao ya arusi. Alipona, lakini akili yake ilikuwa imevunjika. Ganda la mtu aliyekuwa. Emma alisoma ripoti kimya, kisha akafunga laptop. Mark aliingia kwa utulivu. Je, unataka nitoe taarifa? Alisukuma kichwa. Hapana, mwache awe. Ruhusu ukimya kumalizia kile kisasi kilichoanza. Mark alitikisa kichwa na kutoka. Emma alisukumiza kiti chake kwenye balkoni, akitazama kuchomoza kwa jua kukipaka rangi ya dhahabu kwenye skyline. Kwa mara ya kwanza, ulimwengu ulihisi kimya. Si tupu, tu kimya. Kisasi chake hakikumponya, lakini kilimfungwa. Alinung'unika kwa mwenyewe, ulinitemea mati, Ethan, lakini nilinuka kutoka ardhi ulioinajisi. Na wakati mwanga wa asubuhi ulipogusa uso wake, mwanamke mwenye nguvu aliyekuwa mke aliyevunjika alitabasamu. Si kwa ushindi, bali kwa amani. Purdiridi miaka fincha baadaye. Mwisho mpya vuli ilipita jijini na ukimya wa pole wa majani yanayoanguka. Skyline ilikuwa imebadilika. Minara mipya ilimetameta mahali ambapo ya zamani zilikuwa, na miongoni mwao,
katika moyo wa mjini, ndefu zaidi ilibeba jina Msingi wa Coleman kwa upoaji na ustahimilivu. Msingi wa Emma ulikuwa umekuwa mojawapo ya taasisi za misaada zinazoheshimiwa zaidi nchini, ikijitolea kusaidia waathirika wa ajali, wajane na wanawake waliotelekwa kujenga upya maisha yao. Hadithi yake ilikuwa imewatia moyo mamilioni, ingawa wachache sana walijua ukweli kamili nyuma yake. Ndani ya ofisi yake sasa imejaa mwanga na joto badala ya moto na kisasi. Emma alitazama nje juu ya jiji alilotawala kwa hasira ya kimya. Kiti cha magurudumu kilimetameta kwa upole karibu na dawati lake la oak iliyosuguliwa. Hakutumia mara nyingi tena. Tiba ya kimwili ilikuwa imerudisha baadhi ya nguvu zake, na sasa aliweza kutembea umbali mfupi kwa vifungo. Lydia aliingia na tabasamu lake la kawaida la utulivu. Mkutano wa bodi uko tayari, Bi Coleman. Na kuna mtu hapa kukuona. Rafiki wa zamani. Emma aliinua nyusi. Rafiki wa zamani. Mlango ulifunguka na Mark Dillard aliingia, akishikilia bahasha ndogo. Nywele zake zilikuwa zimepata kimpunga zaidi, lakini macho yake yalibeba joto lile lile. Nilipata hii katika kumbukumbu za kampuni, alisema, akimpatia. Emma alichukua bahasha kwa uangalifu. Ndani kulikuwa na barua ya zamani iliyoandikwa kwa mkono, imefungwa na kuandikwa tarehe miaka iliyopita kutoka Ethan. Pumzi yake ilinaswa alipokuwa akiifunua. Emma, chai. Ukisoma hii, inamaanisha tayari nimeshindwa kuwa mtu uliyeamini ninaweza kuwa. Nilitaka kukupenda milele, lakini nilikuwa dhaifu. Ulipumizwa, niliona mfano wangu katika maumivu yako, na sikuweza kuvumilia. Badala ya kusimama nawe, nilikimbia. Si kwa sababu ulikuwa umevunjika, bali kwa sababu mimi nilivunjika. Hukustahili jinsi nilivyoondoka. Hukustahili chochote kati ya hivyo. Kama kuna haki yoyote, natumai utapata amani, hata kama mimi sio sehemu yake. Ethan. Emma alikaa kimya, vidole vyake vikitetemeka kidogo. Kwa muda mrefu hakusema chochote. Kisha kwa upole sana alinung'unika, ulikuwa sahihi, Ethan. Nilipata amani, lakini tu nilipoacha kuhitaji haki kunipa. Alikunjua barua kwa uangalifu na kuiweka nyuma kwenye bahasha. Je, ni hifadhi? Mark aliuliza. Hapana, alisema, akitabasamu kidogo. Ihome, ruhusu imalize mahali inapaswa. Alitikisa kichwa, akielewa. Jioni hiyo, jua liliposhuka chini ya upeo wa macho, Emma alisimama kwenye balkoni yake na fimbo mkononi. Upepo ulicheza na nywele zake alipotazama jiji likiwaka. Jengo alilolishinda sasa likizungumza chini ya miguu yake kama kumbukumbu inayoishi. Kwa miaka kisasi kilikuwa mapigo ya moyo wake, lakini sasa msamaha ulikuwa amani yake. Alinung'unika kwa anga linalozama. Asante kwa kunifundisha kwamba hata mabawa yaliyovunjika bado yanaweza kuruka. Na usiku ulipoingia, taa za msingi wa Coleman zilizunguka kwa mwangaza zaidi kuliko wakati wowote. Alama si ya kisasi bali ya kuzaliwa upya. Mwisho.